na ufisadi wa namima pamoja na umbea, kuhamisha maneno, wanahuha na mfano wake. Unamueleza mtu anatoka anaenda kumueleza yule, unamuelezea mtu alafu anatoka anaenda kumueleza kwamba fulani kanieleza wewe uko hivi na hivi na hivi. Inakuwa pia ni tatizo lingine ambalo linaleta baghdha, chuki na fujo katika maisha. Kwa hiyo haifai kwa wakati huo mtu kumsifia mwenzake au mwanamke kumsifia mume wake juu ya mwanamke mwenzake kwamba amemuona mwanamke mwenzake yuko hivi na hivi na hivi. Ndio maana hata sheria ya Uislamu ikakataza mwanamke wa Kiislamu kwenda kusukwa na yule asiyekuwa Muislamu. Kwa sababu yawezekana akaja akamsifia kwa wanaume wasiyekuwa Waislamu pia kwamba nimemuona mke wa fulani, nyinyi huwa hamumuoni kwa sababu anajisiri, anajifunika, ila mimi nimemuona yuko hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mnapitwa bahati, yule ni mwanamke mzuri sana. Matokeo yake ataanza kuwindwa, ima wakati mwingine abakwe au wakati mwingine alaghaiwe, afanyiwe matendo machafu. Kwa hiyo hata masala ya saluni pia yanahitajia tahadhari kubwa. Yatakana wanawake wanaoenda saluni waangalie ziko wapi saluni za wanawake wa Kiislamu za kwenda kufanya misuko yao na mfano wake. Kama imekosekana saluni ya maadili ya Kiislamu, ilivyo vyema ni mwanamke kutoenda saluni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.